Tuko ndani ya Majestic Cinema hii leo ambapo uzinduzi wa tamthilia ya Tamaa umeweza kufanyika hii leo, lakini mgeni rasmi tuko naye hapa mbele yetu aweze kujitambulisha majina yake, na baada ya hapo tuweze kujua nini zaidi katika usiku wa leo. Kiongozi, habari za muda huu? Nashukuru sana. Kwa majina naitwa John William Mtani, ni meneja wa CRDB tawi la Tanga. Asante. Tumeona hii leo umeweza kushirikishwa. Kipi zaidi ambacho unahisi kimeweza kupelekea ukawa ni mgeni rasmi? Sisi kama banki, wateja wetu ni jamii. Tunafanya kazi na watu, lazima tujumuike na watu. Sasa ukiangalia umati wa watu waliokuwepo, nimepata fursa ya kuelezea biashara tunazozifanya kama benki. Nimepata fursa ya kuwatia moyo vijana kama wana vipaji mbalimbali waweze kushiriki katika ukuzaji wa vipaji vyao, lakini sisi kama banki pia tuko pale kwa ajili ya kusaidia na kuwasogeza zaidi. Kama unajua, serikali yetu walianzisha mfuko maalum kwa ajili ya kusapoti wasanii ambao unasimamiwa na banki ya CRDB. Kwa hiyo support ipo, ni vijana wenyewe kuchangamkia fursa na kufuata zile taratibu, nini kinachotakiwa kifanyike ili uweze kupata hiyo fursa. Neno lako kwa wasanii wa mkoa wa Tanga na walioko nje ya mkoa wa Tanga labda? Neno langu kwa wasanii wa mkoa wa Tanga, watumie fursa hii ya kufunguliwa kwa uchumi wa mkoa wa Tanga. Wasikae tu mkao wa kukaa, lakini wachukue fursa hii waitumie pia na wao wenyewe pia kwa ajili ya kukuza vipaji vyao. Tanga kama unavyoangalia na wageni wengi, kwa hiyo watengeneze filamu nyingi, watengeneze series nyingi, ili watu wanapokuja wanajua kabisa kwamba tukihitaji kitu fulani tunakipata mara fulani. Naitwa Stara Juma. Kwanza niwapongeze wasanii wa Tanga kwa kitu ambacho wamekifanya au kwa support ambayo wameitoa kwa mtoto wangu. Manake Juma mimi ni mtoto wangu, nimemlea akiwa mdogo sana. Siku ya leo nimefurahi kwa sababu ameweza kufanya jambo, amekuwa sasa kwamba namtegemea anaweza kufanya chochote kwenye industry yetu. Lakini kama nilivyosema, nawashukuru wanatanga kwa kusupport kazi ya mwenzao, lakini pia bado tunahitaji support watu wa Tanga, bado tunahitaji elimu sana kwenye mambo kama haya. Lakini kikubwa Juma yuko huko na mke wake, kwa hiyo wajaribu kutumia fursa, kwa sababu yeye Juma ana uwezo wa kuleta watu wengi tu na wakafanya kazi vizuri tu. Kwa hiyo wasanii wasilete matabaka, watumie fursa ili kesho na kesho kutwa Stara na alikwa tena na kuja kuzindua tamthilia ya watu wengine, lakini ni wale ambao walikuwa tayari kufanya kazi na Juma. Yeah. Asante mama yangu, nikiendelea kuwa naye kwa maneno yake mazuri haya na aweze kutamatisha. Anahisi nini, anafikiria nini zaidi ili sanaa iweze kupiga hatua moja ama nyingine? Nini kifanyike sanaa ya Tanga iweze kukua zaidi tofauti na ilivyokuwa nyuma, enzi za kina mzee Majuto, enzi za kina mzee Bouch na waliopita zaidi? Kwanza wanatakiwa watambue msanii bila msanii hawezi kufanya lolote. Msanii mwenzie ni msanii mwenzie. Msanii support wake wa kwanza ni msanii mwenzie. Kwa hiyo inapotokea kuna jambo la kubwa kama hili, kitu cha kwanza wasanii wanatakiwa washirikiane, yani waoneshe ushirikiano. Kwa sababu unapoonesha ushirikiano kwenye jambo la mwenzio, kesho akiwa na kazi yako anakuita. Alafu vile vile kwenye jambo kama hili kuna kuaga na masponsor. Kwa sababu sisi wasanii, nizungumzia wa Tanzania nzima, bado kwenye kufanya kazi. Bado sana. Nikisema bado, tunafanya kazi kulingana na uwezo wa bajeti yetu tunayopewa. Hatujafikia hata robo ya wenzetu wanazozifanya. Nasema mimi naongelea mbali sana. Na hii yote ni kwa sababu ya bajeti. Lakini kwa nini tunakuwa tunashindwa kufanya kazi nzuri? Cha kwanza, lazima kila mmoja awe na ndoto. Pamoja kwamba wewe ni msanii, lakini lazima uwe na ndoto ya kufika kule. Ukiwa na ndoto ya kufika kule, utatafuta masoko ya kuuza filamu, ya kuuza tamthilia, kokote yalipo, ili uweze kufika mbali zaidi kuitangaza sanaa yetu ya Tanzania. Lakini wengi tunarizika
kuonyesha kwenye television. Yani hapo tu basi imeisha. Yani so mtu anawaza labda nipeleke Netflix, nipeleke yani channel zingine, niingie mtaani nifanye tamthilia yangu niuze, niingie YouTube. Umeona? Ukiangalia wasanii waliokopo YouTube ni wale wachipukizi. Lakini akina sisi ukitutafuta hautukuti. Kitu ambacho tumeamini majina yetu ni makubwa zaidi kuliko kile cha kuweka YouTube. Kitu ambacho ni kosa kubwa zaidi. Na serikali pia itambue kwamba wasanii sasa hivi hata wakiona wasanii wana shida wasishangae, kwa sababu tumefanya kazi kwa nguvu sana, lakini mpaka sasa hivi kazi zetu hazina faida yoyote, kwa sababu kazi zetu zote ziko chini ya mtu. Ziko chini ya mtu. Tulikuwa tunasainishwa mikataba, lete kazi, unatoa hakimiliki na hatimiliki. Kwa hiyo msanii kufika lengo kusema tufanye nini ili msanii afike mbali, yani kunahitaji kazi ya ziada, lakini kazi hii pia na serikali wanatakiwa wachangie kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu mimi peke yangu nimefanya katika kampuni hiyo filamu 30. Umeelewa sio vizuri? Filamu 30 leo zingekuwa zimeingizwa YouTube, zimepelekwa kwenye channel nyingine, ina maana mimi pia nilikuwa napata, au mimi mwenyewe ndio nikizipeleka zile kazi. Kiasi kwamba mpaka napata shida au nakufa, bado watoto wangu, ndugu zangu wanatumia ile hela ambayo mimi nimeitolea jasho. Umeona? Lakini tayari mwanzo ulikuwa mfumo mbaya, yani kwamba sisi tulichokuwa tunakiangalia kwamba mimi sije kushika milioni 5. Leo naenda kwa producer ananilipa milioni 5. Kwa hiyo ni hela nyingi sana. Potelea mbali, acha nimuuzie hatimiliki na hakimiliki. Kwa nini nasema serikali itunge mkono? Kwa sababu wao wana sauti kubwa. Sawa? Sisi hapa tunabaguana. Nikisema tunabaguana leo, wewe unaweza ukasema bwana mimi siuzi tamthilia yangu kwa bei hiyo. Au mimi nauza tamthilia yangu nataka uoneshe miezi 6 tu ikiisha, hakuna tena kuonyesha. Ushaelewa? Kwa maana wewe unataka hivyo ili utengeneze, lakini mwenzako anaona kama wewe akili haziko vizuri. Lakini kumbe ile ndio njia ya mafanikio. Ni njia ya kujijengea heshima kwa wale ambao wanachukua tamthilia zetu. Wanajua kwamba tamthilia, tukileta tamthilia ya wasanii hatutairudia mara mbili. Tutaonesha mara moja, kama ni miezi 6 tumemaliza. Kazi anapewa mwenyewe na yeye anaweza kupeleka sehemu yoyote. Lakini sasa kutokana na ule ulimbukeni wa hela, tunaamua kazi zetu zikae kwenye television hata miaka 2, 3, 4, 5. Kitu ambacho kusema tunafika wapi kinakuwa kigumu sana, kwa sababu tunakubali hela ndogo. Msanii yoyote anaweza kunipata mimi kupitia mitandao ya kijamii. Anaweza kuingia Instagram Wasara 84 atanipata, anaweza kuingia YouTube akanitafuta Wasara atanipata, Facebook pia atanipata. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni njia rahisi sana ya kupatikana kwangu. Lakini pia niwaambie tu, toka naanza filamu mimi ni support mkubwa sana wa wasanii wachanga sana yani. Kwa hiyo mtu ukiwa na kazi yako au unahitaji support ya aina yoyote, tafadhali usisite kuniambia. Niko pamoja na nyinyi sana kuliko wasanii wakubwa. Ni producer tuko naye mbele, lakini pia ni mkurugenzi, ndio meneja wa kampuni ya J Media. Siku ya leo yuko hapa, anaizungumziaje? Kwa nini yuko hapa? Karibu sana. Asante. Kwanza wale yote ni washukuru sana J Media ameweza kuwasili katika uzinduzi wa filamu hii ya Tamaa, na tumeweza kushirikiana vizuri na ndugu yetu, tumeweza kumunga mkono, ni jambo zuri sana. Lakini pia nichukue fursa hii kumpongeza ndugu yetu producer mwenzetu kwa jambo zuri alilofanya la kuweza kuona kwamba Tanga ni chanzo cha maarifa, Tanga ni chanzo, ni source ya entertainment, na kuona kwamba jiografia ya Tanga ni nzuri, kaona kuifanyia kazi. Sisi wa Tanga tunacha kujifunza katika filamu hii au katika tamthilia hii. Tunasema kwamba tumepata elimu darasa kwamba mazingira yapo Tanga mazuri. Nimeona ameshirikisha mazingira ya jiografia ya wilaya ya Muheza, kule ni mitaa ya Amani Lunguza. Nimpongeze sana, jiografia nzuri, ameweza kuonyesha utalii na uhalisia wa mkoa wa Tanga. Kwa chokifanya na kuja kuzindua Tanga
mimi nimpongeze sana kwa sababu umetufungulia fursa wasanii kujua kwamba kumbe Tanga mazingira tunayo, utashinda kuyatumia. Kwa yeye amekuja kama kutumulikia tochi kwamba mazingira kama haya hapa tukayatumia. Kwa hiyo nimekuja kumsupport na nimekuja kumunga mkono juu ya hilo. Mimi naitwa Director Brown, sawa? Na ndio nilidirect hii tamthilia ya Tamaa, lakini pia ni producer wa Dabro, CEO wa Dabro Film Entertainment. Kwa nini imepewa jina la Tamaa? Imepewa jina la Tamaa kwa sababu unajua sasa hivi watu wengi wana mambo ya tamaa, sawa? Kwa tumejaribu kuchukua yale mazingira ya watu vijana nini, tamaa na nini, tukayaweka yote humo ndani. Imechukua muda gani mpaka leo hii kufika hatua ya kuzinduliwa na mgeni rasmi? Miaka 2. Ni miaka 2 mpaka sasa. Okay. Hivi unaonaje filamu za kibongo lakini pia filamu za watu wa nchi zaidi? Kwa mimi maono yangu sasa hivi soko la Tanzania la film ama tamthilia ama industry ya movie linakuwa. Umeona? Ila kikubwa ushauri ambao mimi nataka niwape wenzangu, maproducer wenzangu, madirector wenzangu ama ma DOP ni kupambana kupata kitu kizuri. Kufikiria idea na pia kupata picha nzuri na story nzuri, yani tuseme vitu tofauti, tusio tunaleta vitu vya kufanana. Kwa jina mimi naitwa Ibrahim Mustafa almaarufu kama Ibrahim Mafia. Ngumi jiwe. Kwanza karibu sana siku ya leo. Unaizungumziaje kwa upande wako? Cha kwanza niweze kuwashukuru wadau walioandaa tamasha hili, na pia vile nishukuru kampuni yangu ya Mafia Boxing Promotion kwa sababu yeye kampuni yangu ndio imeniruhusu mpaka mimi kufika hapa. Na pia vile tunachotaka kuambia tu wadau, mimi mwenyewe ni mpenzi wa matamasha haya, na pia vile watu ambao wako humu ndani na ndio watu hawa ambao wanakuja kuangalia ngumi nikiwa na fight. Kwa mimi hapana budi kuja kuwa support na mimi. Unahisi nini sanaa ya Tanga pengine gumu wake baadhi ya vijana kushindwa kupiga hatua moja kwenda mbele? Sanaa ya Tanga naona inakuwa kwa sababu ni tofauti na mwanzo ilivyokuwa. Sasa hivi tunaona vitu vinakuja vipya, sasa hivi tumefikia hatua mpaka inakuja kuonyeshwa katika majestiki kama hivi, kwa hiyo imekuwa. Una kipi cha kumshauri msanii wa Tanga zaidi? Cha kuwashauri tu ni kwamba wasikate tamaa, waendeleze vipaji vyao kwa sababu Mungu anajibu maombi kwa wakati wowote.